Miradi yake kikamilifu kwa kutumia mifumo bora katika upatikanaji wa taarifa za robo ya mwaka kwa wakati, ikiwemo mradi wa kuboresha ubora wa elimu ya sekondari. Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika Azam FC wamepata ushindi wa kwanza katika michuano hiyo dhidi ya Nairobi United, mchezo uliopigwa katika dimba la Nyayo nchini Kenya. Asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika habari ya asubuhi njema. Leo ni Jumatatu ya Januari 26 mwaka 2026. Mimi naitwa Emily Lazarus. Karibu. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga kusimamia miradi yake kikamilifu kwa kutumia mifumo iliyo bora katika upatikanaji wa taarifa za robo mwaka kwa wakati, ikiwemo mradi wa kuboresha ubora wa elimu ya sekondari yani SEQUIP. Akiongea wakati wa kufunga mafunzo ya usimamizi wa masuala ya usalama wa mazingira na jamii kwa ngazi ya mkoa na halmashauri yaliyofanyika mkoani Morogoro, Mwalimu Gideon Bunto kwa niaba ya afisa elimu mkoa wa Morogoro amesema mafunzo hayo yanaongeza uelewa katika usimamizi wa mazingira na jamii. Mikoa na halmashauri kuhakikisha ina mpango wa utekelezaji wa kitaalamu unaozingatia viwango vya usalama wa mazingira na jamii ESS na utumiaji wa mifumo ya SIS. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba mifumo hii yote itakuwa inasomana kwa ajili ya utoaji wa taarifa zetu. Kwa upande wake mratibu wa SEQUIP Nicholas Gadi amesema mradi wa SEQUIP ambao umefadhiliwa na Benki ya Dunia umesaidia kuboresha elimu, huku akiwataka watu wote kuandaa taarifa kwa wakati kwa kutumia mfumo wa ufuatiliaji na usimamizi wa SIS. Utekelezaji wa eneo hili unajumuisha wahandisi wanaosimamia miradi, unajumuisha maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, maafisa mazingira, pamoja na waratibu wetu wa miradi katika ngazi ya halmashauri pamoja na mkoa, pamoja na wale wasimamizi wa waratibu wa miradi katika kanda. Tunaomba jamani, mkashirikiane, mtekeleze kulingana na yale mliojifunza kwa hizo siku 5. Kwa ni matumaini yetu kwamba baada ya kikao hiki taarifa zetu zitakuja kwa wakati na ushirikiano utakuwepo baina ya waratibu pamoja na waratibu wa kanda. Mfumo ambao sasa utatusaidia kutoa taarifa zetu na kufanya usimamizi wa masuala haya ya usalama kidijitali, tofauti na ambao tulikuwa tukifanya awali. Kwenda kusimamia masuala ya usalama wa mazingira na jamii katika uendeshaji wa miradi ya SEQUIP katika halmashauri zetu. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Manyoni mkoani Singida wanakabiliwa na changamoto ya ubovu wa miundombinu ya barabara, hali inayosababisha kutumia gharama kubwa kusafirisha mizigo ya samaki kupeleka kwenye masoko ya samaki pindi mvua zinaponyesha. Channel 10 imewatembelea wavuvi kwenye forodha hiyo ya Ziwa Ngaiti iliyopo umbali wa zaidi ya kilomita 6 kutoka barabara kuu ya Manyoni Dodoma, na hapa wanapaza sauti zao. Kama barabara, wakati mwingine tunanunua samaki kutoka hapa Forozani, ukikuta mvua imenyesha, kuifikisha barabarani inakuwa ni changamoto. Hivyo tunaomba angalau tu waje watutengenezee barabara. Na ukizingatia hii kambi yetu inaingiza mapato mengi sana halmashauri, maana tuna wavuvi wapo wengi, wachuuzi wapo wengi. Kwa hiyo miundombinu kwetu sisi wafanyabiashara sio nzuri. Upatikanaji wa samaki hapa, kila kitu unavyokiona hapa, utoaji wake sasa. Umeona barabara hii na sumejia hiyo, sali zake unaweza ukanunua samaki hapa. Tenga hili lifike barabarani pale linatumia wiki nzima na umegongea barafu. Inakuwa sio samaki tena, hiyo ni uji. Maji tunayovua ni ya kukauka. Kama hivi inaendelea kukauka, hatujui kama itajaa tena au haitajaa, isipokuwa wavuvi wanavua. Serikali imewataka wasimamizi wa shamba la uzalishaji mifugo Mabuki wilayani Misungwi mkoani Mwanza kuzingatia chanjo ya mifugo ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko yanayoweza kuathiri wanyama na kusababisha hazina hiyo muhimu ya taifa kutoweka. Shamba hilo lina mifugo zaidi ya 2800 wakiwemo ng'ombe bora, nyati, maji pamoja na mbuzi. Ni kauli ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali baada ya kuwasili katika shamba la uzalishaji mifugo Mabuki kukagua maendeleo ya shamba hilo ambalo ni hazina ya taifa ya upatikanaji wa mifugo yenye ubora kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi ya wananchi na taifa.
Waziri huyo ametoa angalizo hilo baada ya kupokea taarifa kutoka kwa meneja wa shamba hilo Lini Mwala kuhusu vifo vilivyotokea ndani ya mwaka mmoja vya ng'ombe 300 kutokana na uvamizi wa magonjwa mapya ambayo hayakuwepo kabisa yanayotajwa kuathiri afya za wanyama. Kuna wadudu wa tetanus wanazaliwa ambao sasa mnyama anakuwa anawala kupitia malisho. Vifo 300 kwa mwaka mzima ni kiwango kikubwa sana kutokea ndani ya shamba la serikali. Hata tukitaka kufufua shamba hili la Mabuki ambao ndio mpango na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, itabidi tujipange kwanza kwa makosa ambayo tumesha yafanya ili tujipange kuyasahihisha. Akiwa katika shamba hilo pia akahimiza uwajibikaji ndani ya wizara hiyo. Yeyote ambaye yuko wizarani makao makuu, utendaji wake utapimwa pamoja na mambo mengine na uhusiano wake na taasisi ambazo ziko chini yake nje ya wizara. Tunachokiomba ni uboreshaji kuanzia miundombinu ya maji, mifugo yenyewe, lakini malisho kwa ujumla wake, kwa sababu ukiacha tu malisho yanayotegemewa hapa, lakini malisho ni biashara kubwa. Kuliona eneo linazagaa kama halina kazi, tunashauri serikali ijaribu kuliona shamba hili kuliongezea mifugo kwa wingi kwa ajili ya kuona kwamba tija ni. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Waziri wa Maji Jumaa Aweso amemwelekeza katibu mkuu wa wizara hiyo na mkurugenzi mkuu wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kufanya tathmini ya gharama za kufikisha huduma ya maji kwenye vijiji 1575 ambavyo havijafikiwa na huduma hiyo nchini ili kuiwezesha serikali kuvifikishia huduma hiyo kabla ya mwaka 2030. Waziri Aweso ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akikabidhi vitendea kazi ambavyo ni pikipiki, seti za vifaa vya kupima ubora wa maji na seti za vifaa vinavyotumika katika uunganishaji na ukarabati wa mabomba ya maji ambavyo vitaimarisha zaidi utendaji wa RUWASA ngazi ya chini kupitia vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii CBUSOs. DG upo, unafanya kazi nzuri, na katibu mkuu mpo, mkajifungie. Mtuletee tathmini vijiji hivi 1575 vinahitaji gharama gani? Miaka hii 5 tunataka vijiji vyote vipate huduma ya maji safi na salama. Amewataka wataalamu wa ufundi walioajiriwa na serikali kwa ajili ya kusimamia vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii yani CBUSO kufanya kazi kwa kufuata taaluma zao ili miradi ya maji wanufaishe wananchi. Niwasihi sana watendaji wetu, kwa maana technician ambao mliokuwepo katika jumuiya hizi za watumiaji maji, timizeni na heshimisheni taaluma ambazo mlizokuwa nazo. Tumekuwa tunadili na DMs, lakini DMs wewe ndio mkono wake katika eneo, kashajenga mradi, amemaliza, amechukua zile key issues, mradi unatoa maji. Kwa nini wewe unakaa alafu huduma ya wananchi hawaipati? Kwa hiyo ni waombe DMs mwanze kuangalia hao technicians huko. Gharama ya vitendea kazi ambavyo vinajumuisha pikipiki 216, vifaa vya kupima ubora wa maji seti 86 na seti 128 ya vifaa vya matengenezo ni zaidi ya shilingi bilioni 1.2 ambapo vimenunuliwa na RUWASA na vitagawanywa katika mikoa 25 inayohudumiwa na wakala huo. Kwa sababu uendelevu wa maji ni maji kutoka kila siku. Kwa hiyo tunaamini vifaa vikienda kule wakivitumia vizuri wenzetu kwa jinsi tutakavyoelekeza, maji yataendelea kutoka na tutawapa maji ambayo ni safi na salama. Tunashukuru kwa sababu vitarahisisha kazi nyingi ambazo tulikuwa tunashindwa kufika kwa wakati, tunapata taarifa mabomba yanapasuka, tunashindwa kufika kutokana na changamoto ya usafiri. Vijiji 1575 ambavyo havijafikiwa na huduma ya maji ni sawa na 12.78% ya vijiji vyote nchini ambavyo ni 12318 ambapo serikali kupitia RUWASA inalenga hadi kufikia 2030 vinafikiwa na huduma hiyo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 10.5 kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanyabiashara ndogo nchini, ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika awamu ya 6 kipindi cha pili cha uongozi wake.
Akizungumza jijini Dodoma, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema kati ya fedha hizo jumla ya shilingi bilioni 1.35 tayari zimetolewa kwa wafanyabiashara ndogondogo, huku zoezi la utoaji mikopo likiendelea nchi nzima. Na hii ni kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu na riba ya 7% kwa mwaka kwa wafanyabiashara ndogondogo, ambapo tayari jumla ya shilingi bilioni 1,351,660 zimetolewa kwa wafanyabiashara 588 kupitia mfumo wa benki. Katika hatua nyingine, Waziri Gwajima amesema serikali imeimarisha madawati ya huduma za ustawi wa jamii kwenye vituo vya usafirishaji, hususan kwenye stendi ya mabasi na bandari, ili kudhibiti usafirishaji haramu wa watoto, ambapo mpaka sasa watoto zaidi ya 2,000 wamepatiwa huduma. Serikali imeimarisha madawati ya huduma za ustawi wa jamii kwenye vituo vya usafirishaji, hususan kwenye stendi za mabasi na bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kudhibiti usafirishaji haramu wa watoto na makundi mengine, ambapo watu wazima 2479, wanawake 1233, wanaume nao wamo 1246 wamepatiwa huduma za ustawi wa jamii katika dawati husika. Mfumo ya wizara na taasisi za kisekta zinazotekeleza afua za malezi na makuzi ya mtoto wadogo ili kubaini ulinganifu katika utekelezaji wa afua za afya, elimu ya awali, lishe na ulinzi pamoja na usalama wa mtoto. Sekta zote zinatakiwa kutekelezwa kwa uwiano ulio sawa. Mafanikio hayo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alizozitoa wakati wa kampeni zenye lengo la kuwawezesha wananchi kiuchumi, kulinda makundi maalum na kuimarisha ustawi wa jamii kwa maendeleo endelevu ya taifa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wakazi wa kata ya Iponya, wilaya ya Mbogwe, mkoani Geita, wameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kufanikisha ujenzi wa daraja kubwa katika mto Buluhe, eneo ambalo walikuwa wakilitumia kwa mitumbwi kuvuka, hali ambayo ilisababisha watu wengi kufariki na wengine kupoteza mazao yao kwa kusombwa na maji. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya dharura ya ujenzi wa madaraja na njia ya maungio zinazojengwa kwa thamani ya zaidi ya bilioni 12, ikiwemo barabara ya Uendele Mlele eneo la Kanegere na Lubeho na barabara ya mkoa ya Kashelo, Masumbwe na Mwabomba. Akiwa kwenye kata Iponya katika ujenzi wa daraja linalounganisha mkoa wa Geita na Shinyanga, wakazi wa eneo hilo wameeleza simulizi za kutisha kabla ya uwepo wa daraja hilo. Watu walikufa sana hapa, na tunashukuru kwa sababu tumejengewa hii daraja, na tunaomba likamilike kwa sababu limefikia kipengele cha mwisho. Daraja hili ni kiunganishi kati ya Shinyanga pamoja na Geita. Sisi wana Geita tumekuwa tukitegemea sana barabara hii. Meneja wa TANROADS mkoa wa Geita amesema ujenzi wa daraja hilo umefikia 90%. Linajengwa kwa thamani ya bilioni 2.9 lenye midomo 15 na upana wa mita 4 kwa mita 3. Historia hapa inaonyesha kwamba wakati wa mafuriko wananchi walikuwa wanavuka hapa kwa kutumia mitumbwi. Sasa hili tatizo tumeenda kuliondoa na barabara hii inategemea kukamilika tarehe 31 mwezi Januari. Kwa mujibu wa mkataba, mkandarasi anatakiwa akabidhi kazi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Godfrey Kasekenya amesema kazi iliyofanyika Mbogwe imefanyika nchi nzima kutokana na mvua kubwa za El Nino zilizonyesha siku za nyuma na kuharibu kwa kiasi kikubwa miundombinu ya barabara na madaraja, na kwamba serikali imetumia zaidi ya bilioni 500 kukabiliana na uharibifu huo nchi nzima. Ni kuambia tu kwamba serikali hii iliamua kuhakikisha maeneo yote ambayo maji yanaua watu kwa sababu ya mafuriko, na hasa kwenye miundombinu ya barabara zinajengwa nchi nzima. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Baadhi ya wawekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wamesema changamoto kubwa ya ukosefu wa viwanda vya kuchakata chakula cha samaki imeongeza gharama kubwa katika uendeshaji wa eneo hilo.
huku akiomba uwepo wa viwanda hivyo kwa wingi nchini ili kurahisisha uwekezaji katika eneo hilo. Watanzania wameshauriwa kutumia changamoto zilizopo katika eneo la ufugaji wa samaki kuzibadili kuwa fursa, huku pia wakiaswa kusajili miradi yao katika mamlaka ya uwekezaji maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, hususan katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ili kunufaika na fursa zinazotolewa na mamlaka hiyo, ikiwepo unafuu wa kodi. Tupo katika kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji uwekezaji wa ndani. Wito huu unatolewa mjini Musoma na kaimu mkurugenzi uhamasishaji na uwekezaji kutoka TISEZA, George Mkono, wakati wa ziara ya maafisa wa mamlaka hiyo mkoani Mara, ziara inayolenga kuhamasisha Watanzania kutumia fursa zilizopo kwenye mamlaka hiyo ili kuimarisha uwekezaji mkoani hapa na nchi kwa ujumla. Kwanza wanapokea changamoto katika eneo hili. Kuna changamoto ya upatikanaji wa chakula, lakini si kwamba chakula hakipo. Changamoto ni gharama ya chakula kinachopatikana hivi sasa, kwa sababu chakula kile hakizalishwi katika maeneo yetu. Chakula tunaagiza Kenya, chakula tunamtumia mkandarasi. Kwa jitihada tulizonazo hapa, na sasa hivi na vizimba vya samaki vipo 25 ambao tunatarajia kufikia mwaka 2028 vinatakiwa vifikie hata 100. Natie tu hamasa watu wote ambao pengine wana mipango baada ya kuanza biashara au wanataka kuanza sasa hivi. Mazingira yanaruhusu, mazingira ni mazuri na nchi yetu iko kwenye muda wa biashara sasa. Kufuatia kauli hiyo, kaimu mkurugenzi wa uhamasishaji na uwekezaji kutoka TISEZA George Mkono amesema changamoto zilizopo katika sekta hiyo ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni fursa ya uwekezaji, hivyo kutoa wito kwa Watanzania hususan vijana kutumia nafasi hiyo. Kwa hiyo ule unafuu wa mitaji kupitia mamlaka ya uwekezaji tumewatengenezea dirisha maalumu kwa Watanzania ili kuweza kupata hii misamaha ya kodi na ambayo sio ya kikodi. Mwenyekiti wa bodi ya TISEZA Balozi Daktari Azizi Mlima amesema mamlaka hiyo inatarajia kuanzisha madawati maalum katika kila mkoa kwa ajili ya kutoa taarifa ya elimu na Watanzania wengi waweze kutambua fursa za uwekezaji zilizopo katika mikoa husika. Na Watanzania tukichangamkia hizo fursa ni kwamba tutakuwa na manufaa makubwa sana ya kiuchumi na tutaweza kubadilisha uchumi wetu. Kuzindua pia madawati ya uwekezaji katika mikoa, katika ofisi ya mkoa na rasi kuweza kutambua fursa za uwekezaji zilizopo. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika Azam FC wamepata ushindi wa kwanza katika michuano hiyo dhidi ya Nairobi United katika dimba la Nyayo huko nchini Kenya katika mchezo wa tatu wa hatua ya makundi. Ushindi huo umefufua matumaini ya Azam FC kwenda hatua ya robo fainali, huku mchezo mwingine wa kundi hilo kati ya Wydad Casablanca na Union Saint Maniema ukitarajiwa kubadili taswira ya kundi B, kwani Wydad wana alama 6 sawa na Maniema wenye alama 6, huku Azam akifuatia na alama 3 na Nairobi United akiwa hana alama yoyote, wakiboroza mkia kwenye kundi hilo. Kituo kinachofuatia kwa Azam FC ni mchezo wa marejeano dhidi ya Nairobi United, mechi itakayopigwa Februari mosi mwaka huu katika dimba la New Aman Complex Zanzibar. Tamati ya habari ya asubuhi njema, mtazamaji wa Channel 10, endelea kuwa nasi.